Kwa jina naitwa Amalia Fredrick Mapunda, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM wilaya Temeke, lakini pia nilikuwa mkimbiza mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2024. Nimefarijika sana kuwa miongoni mwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao wamepata wasaa kushiriki mkutano mkuu maalum wa chama chetu na umefanyikia katika jiji hili la Dodoma. Hakika siku zote mbili zimekuwa ni siku za faraja kubwa kwa sisi wanachama, lakini kwa Watanzania kwa ujumla. Kama ilivyo ada, siku ya jana mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi aliongoza kikao, lakini tuliona namna ambavyo utekelezaji wa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi umefanyika kwa uweledi wa hali ya juu katika mikoa yote, lakini katika taifa kwa ujumla. Ziko sekta ambazo zimefanya maendeleo makubwa na kwa 100% ilani yetu imetekelezwa. Kwa hiyo imani yetu sisi ni kwamba viongozi wanafanya kazi yao vizuri, na pale padogo palipobaki basi mambo mengine yanaweza yakakaa vizuri zaidi. Lakini leo siku hii ya pili tumefarijika sana, tumeona namna ambavyo serikali yetu na chama chetu cha Mapinduzi wameendelea kuwa wabunifu kwenye kuendelea kuhakikisha kwamba tunaandaa ilani mpya ambayo imeakisi dira ya maendeleo kwa Watanzania, lakini kwa maslahi mapana ya nchi yetu na maendeleo kwa ujumla. Mkutano wetu wa Chama cha Mapinduzi umefanyika kwa siku mbili, ambapo siku ya jana tumefarijika sana kuona namna ambavyo viongozi wetu wamefanya utekelezaji mzuri wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika maeneo yote nchini. Lakini siku hii ya pili pia tumepata wasaa wa kuona namna ambavyo Chama cha Mapinduzi kimeweka dira na mikakati ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030. Kwa hiyo imani yetu ni kwamba sekta zote zitaendelea kupata maendeleo, lakini viongozi wetu watatakiwa kuwajibika kuhakikisha kwamba utekelezaji wa ilani hii unakuwa wenye dira nzuri, lakini wenye maendeleo makubwa sana. Lakini vile vile nimpongeze sana mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye kwa nafasi yake pia ameendelea kutuaminisha Watanzania pamoja na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwamba ilani hii itasimamiwa vizuri, lakini utekelezaji wake utakuwa wenye tija kwa maslahi mapana ya taifa letu. Lakini pia ameendelea kutukumbusha ya kwamba ilani hii itafanyiwa mgawanyo katika kila mkoa ili kujua changamoto zilizopo katika kila eneo. Kwa hiyo katika kila mkoa tutakuwa na vitabu vidogo vidogo ambavyo vitaakisi ilani ya mkoa husika ili kuendelea kuongeza weledi na ufanisi wa kazi kwa viongozi wa mkoa huo. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ana nia njema kabisa na taifa letu. Tuendelee kuhakikisha tunaendelea kuunga mkono serikali yetu, lakini tunaunga mkono chama chetu cha Mapinduzi. Ndio chama bora na ndio chama chenye dira na maendeleo kwa maslahi mapana ya taifa letu. Naendelea kutoa wito kwa vijana wote pamoja na Watanzania wenzangu. Tumesisitizwa kuhusiana na maandalizi ya uchaguzi mkuu mwaka huu 2025. Wale wenye nia lakini wenye uwezo pamoja na vigezo, twendeni tukachukue fomu za kuwania nafasi mbalimbali. Kwani kwa kufanya hivyo tutapata viongozi ambao watakuwa tayari kulitumikia taifa letu katika maeneo husika, lakini tuchague viongozi ambao tunaona na wao wana uwezo lakini wamejipanga katika kuleta maendeleo katika maeneo yetu. Ndugu zangu, naendelea kutoa wito, tuendelee kudumisha amani, upendo na mshikamano katika maeneo yetu. Ndugu zangu, tuwe wazalendo wa taifa letu. Hakuna yeyote atakayekuja kulinda amani tulionayo kama sisi wa Tanzania tumeshindwa kulinda amani yetu.